Ukiangalia tukisipitia macho sharp. Unajua hii akili yake. Hamna kitu. Kwa hiyo sasa unaangalia hapo kwenye ni zero tu automatic. Nitakuwa naye hapa Dr. Ngezi ambaye yeye bwana ni mwadhiri wa teknolojia katika Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM. Lakini pia tunajua kuchambua lugha ya ChatGPT. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Watu wengi sana waliamini kwamba vitu vyao vingi sana vimerostishwa kutokana na kuzimu kwa mitandao. Kuna watu wanategemea hiyo kama ndo mishahara yao, hiyo kama ofisi zao. Hiyo kama shughuli zao za kila siku. Habari za wakati huu, mimi natumai uko salama kabisa, hujambo na unakula vizuri sana siku kuu yako siku leo. Mimi ni Tunu Diomari, leo nakukaribisha sana katika podcast yetu ya ET Technology. Hapa bwana tutajifunza mambo mengi kweli kweli yanayohusiana na masuala mazima ya teknolojia, lakini pia na masuala mazima ya elimu. Hii ni podcast ambayo itakufungua mimi, wewe pamoja na yule ambaye tutazama. Hatubagui, hatuchagui, teknolojia ni ya kwangu, ni ya kwako na ni ya kwake pia. Nitakuwa naye hapa Dr. Ngezi ambaye yeye bwana ni mwadhiri wa teknolojia katika Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Naomba nimkaribishe ili mradi tuweze kuyafahamu mengi ambayo ameweza kutuandalia yanayohusiana na masuala mazima ya teknolojia. Wengi tunaifahamu teknolojia lakini hatujui kwa undani teknolojia ni kitu gani. Tutakuja kufahamu mengi kweli kweli na kwa undani kutoka kwake mhadhiri Dr. Ngezi. Dr. Ngezi, habari yako? Salama kabisa tu. Mambo yako vipi? Namshukuru Mungu tuko wazima. Ni kufunga safari kutokea masafa fulani mpaka hapa kuja kukufuata wewe ili mradi kuweza kupata yale ambayo yanaweza kuwapa nondo watu yanayohusiana na masuala mazima ya teknolojia. Je, tupo tayari? Tupo tayari. Karibu sana. Asingoje tuanze moja kwa moja. Bwana, moja kwa moja mimi natamani tuanze na hapa. Watu wengi sana wanaifahamu teknolojia, lakini hawajui maana halisi ya teknolojia. Labda kwa jinsi ambavyo wewe unaifahamu teknolojia, unaweza kumuelewesha mtu ambaye anakutazama sasa hivi teknolojia ni nini? Okay, teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ni matumizi ya mbinu za kisayansi tofauti katika kutatua changamoto mbalimbali zinazotuhusu sisi wanadamu. Kwa hiyo ni kama daraja kati ya changamoto tunazokuwa nayo na tatuzi au solution tunayokuwa nayo katika maisha yetu. Kwa hiyo kwa mfano unasema labda kuna changamoto ya ugonjwa fulani, tunatumia teknolojia kutibu ule ugonjwa unaokuwepo. Teknolojia madawa aina fulani. Au pengine tuna kompyuta ambayo inataka kusolve changamoto tunayoiona. Sasa kwa muktadha huo, ile kompyuta yetu ndio teknolojia ambayo tunahitajia kutatua changamoto tunayokuwa katika maisha yetu ya kawaida. Hiyo hasa ndio maana ya teknolojia kwa lugha nyepesi. Kwa lugha nyepesi. Teknolojia kama teknolojia tunaamini kwamba pia inaweza ikatumika, sio inaweza, inatumika katika maisha kila siku ya kila mmoja. Na tunaamini kwamba sisi wote hata kwa mara moja au mara mbili au kwa wakati mwingi tunaitumia teknolojia. Teknolojia tumepata maana yake yenyewe kama yenyewe. Lakini tuipate maana ya teknolojia katika maisha ya kila siku. Katika maisha ya kila siku teknolojia ni kitu gani? Kwamba kuna mtu mwingine anaweza akawa anatumia simu, anatumia vifaa vya moto, lakini hajui kama anatumia teknolojia katika maisha yake ya kila siku. Hebu tuangalie maana ya teknolojia katika maisha ya kila siku. Kwamba ili mtu anakaa anaelewa kwamba kumbe mimi ninachokifanya ni teknolojia pia. Okay. Kwa lugha nyepesi unaweza kusema kwa mfano kama ni mtu uko kijijini, vile ambavyo amekuwa kilima kutumia jembe la mkono. Sasa leo unakuja kutumia plow na kutumia mashine labda matrekta. Hapo katikati kuna teknolojia mbalimbali zimetokea mpaka kutoka kwenye jembe mpaka kwenye trekta kule. Au kwa mfano simu tulizokuwa nazo zamani. Simu ya miaka ya 90 ni simu ilikuwa ina mkonga, ni simu kubwa kama mchi wa sabuni. Lakini leo tuna kadude kadogo tu haka. Kwa hiyo katikati humo smartphone. Katikati humo kumetokea teknolojia mbalimbali zimeiboresha ikawa nyepesi katika matumizi ya kawaida. Au pengine hata matumizi ya mwanga kwa mfano. Zamani huko tulikuwa tunatumia vibatari, taa za vioo zile za chemli, lakini leo hii tumepata mabadiliko mengi mpaka taa imebadilika kuwa kadude kadogo, katochi kadogo hata kwenye simu yako na kataa ambako zamani hakakuwepo. Huo mnyumbuliko watoka tulipokuwa kule mpaka leo hii, hiyo ndio teknolojia imetokea katikati ya kuonyesha ule uhalisia wa kitu. Na hapo kwenye taa ni kamfumo ambacho watu wanaweza control kwamba kuna eneo fulani kunaweza kukawaka, kwingine kukazima. Kwa hiyo nako pia tunaweza kujumuisha katika teknolojia. Kabisa. Okay. Bwana, nadhani umeweza kuelewa nini maana teknolojia na umeweza kujielewa kwamba katika maisha yako kila siku pia unaitumia teknolojia katika vitu tofauti. Ametoa mifano michache lakini mambo yako mengi kweli kweli. Lakini katika mifano ambayo ameitoa katika upande mzima wa teknolojia, natamani tuangazie sasa mchango ambao upo. Mchango wa teknolojia katika sekta ya elimu. Tusianzie Tanzania, tuanzie katika upana mkubwa, yani tuanze worldwide. Duniani kote teknolojia ina mchango gani katika upande mzima wa elimu? Kwa ujumla teknolojia katika elimu ina manufaa mengi. Ingawa kuna nchi nyingine pia zimeweza kuona pengine zinaweza kuwa ni changamoto au ni distraction wakati kujifunza. Lakini kwa ujumla wake duniani teknolojia zimesaidia ufundishaji wa mwepesi, kwa sababu ni tofauti na ile ambayo tulikuwa tunasoma kipindi hicho wakati tunasoma katika mashule yetu. Chukua miaka ambayo umesoma wewe shule ya msingi au sekondari. Ulikuwa unasoma kwa mfano mfumo wa mmeng'enyo wa chakula au mfumo wa damu, ile damu inavyozunguka mwilini.
kwa kutumia either mwalimu amechora ubaoni, ni chaki tu, au kutumia chaki, au mwingine wametumia zile models zinaita vile visanamu vile vya kuonyesha mifumo ya miili ya binadamu. Lakini leo hii hatuko huko tena. Tumeenda katika teknolojia nyingine tofauti. Leo hii tunatumia vitu vinaitwa animations. Animation ni teknolojia ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuonyesha zile sehemu ngumu, ile mifumo migumu ya binadamu uweze kuiona kwa uzuri wake na inafanya kazi. Sasa hiyo haikuwepo wakati ule. Leo hii kipindi ambacho kifundishwa kwa dakika 40 kwa kutumia nguvu nyingi. Leo hii unaweza kutumia dakika 2 tu 3 kuelewesha wanafunzi ile mfumo unafanya kazi na kuona damu inavyozunguka kabisa na ile mifupa na inafanya kazi yote kwa dakika 2 tumemaliza. Kinachobaki kwako wewe kama mwalimu ni kupose maswali machache ya ufahamu, kushibisha ile point yako iweze kueleweka na kufanya uelewa uweze kumpana na kuwafanya wanafunzi waweze kufungua ubongo wao kupokea vitu vizuri zaidi katika uhalisia huo. Kwa hiyo kwa ujumla wake naweza kusema upande mmoja inasaidia katika kuboresha ufundishaji na ujifunzaji kwa ujumla wake, lakini upande wa pili ndio hizo changamoto za matumizi ya pitiliza ya teknolojia hizo yanaweza kana changamoto mbalimbali. Kwa mfano ukichukua kompyuta zako ukaweka darasani, wale muda wote kwa wanafunzi wanatumia, kuna changamoto wanafunzi kuhama baada ya kufocus kwenye kitu cha msingi, wakaanza kupekua vitu ambavyo sio vya msingi. Kwa hiyo concentration inapungua na ile kichwa chao kinakuwa addicted kuhamia kwenye upande ule ambao sasa haikuwa madhumuni halisi ya teknolojia ile. Sawa, tumeangazia duniani kote. Turudi sasa katika nchi Tanzania ambapo tunaiona teknolojia inaendelea kuja kwa kasi na tunaangalia sekta tofauti, elimu na teknolojia zinaendelea kutolewa katika mavyule, pia vyuoni tunaona sehemu tofauti kila mmoja anapata elimu ya teknolojia. Tuangazie sasa mchango wa teknolojia ambayo imeingizwa sasa katika nchi Tanzania katika upande wa sekta ya elimu. Watu wananufaika vipi? Mchango uko vipi? Wanafunzi mashuleni kama ulivyosema sasa hivi watu wanajifunza kupitia animation, vitu ambavyo zamani havikuwepo. Hiyo ni mchango mkubwa wa teknolojia. Watu wananufaika vipi na uelewa uko vipi na matokeo ambayo nyinyi mnapata kama wahadhiri baada ya kuwafundisha wanafunzi na kuwaelewesha haya mambo, mnapata mchango gani katika hilo pia? Okay, asante Tunu. Kwa bahati nzuri ni kwamba nimekuwa napata nafasi kwenda kufanya mafunzo ya walimu mashuleni kule. Kwa hiyo naujua uhalisia kinachotokea kule. Lakini pia ninayaona matokeo ya wanafunzi yanavyokuwa kwa wakati huu tofauti na miaka ile ilikuwa inapita. Kwenye shule ambazo zimepata teknolojia, hasa zile ambazo serikali imewekeza sana kwenye teknolojia, unayaona mafanikio kabisa ya wanafunzi, ufaulu umeongezeka, lakini uelewa umekuwa mpana na vitu vinatokea kule ambavyo ni tofauti na miaka ile ambapo ilikuwa kabla ya teknolojia. Kwa hiyo darasani tunaona kaza mabadiliko na tunaona mabadiliko katika performance yao na katika ufaulu kwa ujumla wake. Kwa nini? Kwa sababu teknolojia imekuja kusaidia katika ufundishaji na ujifunzaji. Kuna shule nyingine kwa mfano tumezitembelea, unakuta kule wanafunzi leo hii wanaweza kutumia kompyuta vizuri kama ambavyo wanatakiwa kutumia. Ni tofauti na miaka yetu ambayo sisi wengine kompyuta tumekutana nazo chuo kikuu. Kuna mwingine pengine umekutana nazo sekondari kwa kubonyeza mara chache sana. Ilikuwa unapanga foleni kwenda kutumia kompyuta ile. Lakini leo hii mambo yamebadilika. Kompyuta zipo shuleni. Serikali yetu kwa bahati nzuri imefanya juhudi kubwa ya kusambaza teknolojia mashuleni. Leo hii shule nyingi tofauti na miaka ile zina computers kwa mfano, na teknolojia nyingi pia zimekuja ambazo zinaingizwa mpya leo hii. Ukienda kwa mfano sasa hivi serikali imewekeza katika zile zinaitwa mbao janja, smartphones, smartboards ambazo zimesambazwa katika shule zaidi ya 400 sasa nchi nzima. Ambazo leo hii wanafunzi wanaenda tu pale unabonyeza vitu vinakuja. Unakuwa set sources zako pale, wanafunzi wanaweza kufundisha moja kwa moja kutokea pale na mwalimu. Mwalimu anaweza kutumia ile smartboard moja kwa moja kwenda kwenye mtandao na kupekua resources moja kwa moja akafundisha darasa kwa muda mfupi inavyowezekana. Huo ni upande mmoja. Lakini upande wa pili uko mwalimu naye amenufaika na teknolojia zile. Leo hii walimu wengi wale wenye shule zao ambazo zina teknolojia wamepata mafunzo ya kutosha kwa ajili ya kutumia zile teknolojia zitumike madarasani kujifunzia na kufundishia. Kwa hiyo tunaposema teknolojia matumizi hasa halisi, tunamwangalia mwalimu pia namna ambavyo anaweza kuitumia darasani kwake. Ukienda darasani kwenye shule ambazo walimu wamepata mafunzo, utaona maajabu yanafanyika, vitu vinakwenda, wanafunzi wamechangamka. Ile wanafunzi wanauliza, wanahoji, unaona kweli yes, teknolojia imesaidia. Ni tofauti na miaka yetu ile ambayo hapakuwa na kitu wakati ule. Ilikuwa tunatumia nguvu nyingi sana kukalili na kuhakikisha unahoja kujibu mtihani. Lakini leo hii kwa kiasi kikubwa teknolojia imefanya uelewa mwepesi na usomaji unakuwa ni laini zaidi, sio kutumia nguvu tena kama kipindi hicho. Kwa upande huu sasa tukiweka na utani kidogo, mimi bwana teknolojia kidogo nimeikuta japokuwa sio sana, lakini nimeikuta teknolojia hivyo kwa kwanza na kubonyeza tofauti na wewe ulivyosema ulikuwa unapanga kwanza foleni ili mradi kuweza kupata chombo cha kuweza kufanya mambo mengine tofauti. Kwa tukiangazia pia changamoto sasa, tukitoka katika uwanda huo, hebu tuangazie changamoto ambazo zipo, changamoto za teknolojia, changamoto ambazo zinawakabili watu katika masuala mazima ya teknolojia hasa katika sekta ya elimu. Tuangazie changamoto. Okay. Nadhani changamoto zinaweza ziko nyingi, lakini la kwanza kabisa ni upatikanaji.
tunajua kwa mfano sasa hivi serikali inaweka juhudi nyingi katika kusambaza teknolojia ziwafikie watu wengi huko chini. Lakini kuna sehemu nyingine bado hazina pengine miundombinu kama ya umeme, sehemu nyingine miundombinu ya minara ya mitandao. Kwa unakuta pengine ile hata kuleta vifaa kule havitafanya kazi kwa sababu miundombinu wezeshi haipo. Kwa hiyo sehemu nyingine pia shule nyingine zina kompyuta lakini pengine hazina mtandao. Kwa hiyo walimu wale na wanafunzi waweze kuingia pekua mtandaoni kwa sababu wanakuwa limited, resources nyingine hazipo. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunaweka resources hizo na teknolojia mashuleni na katika shughuli zetu kila siku, teknolojia wezeshi pia zinatakiwa ziwekwe, umeme uwekwe ili uweze kuleta uhalisia wa vifaa kuwaka, lakini pia mtandao uwekwe kwa ajili ya kuchota kupata vitu sasa kwenye mtandao na kutumia katika ufundishaji. Hiyo ni moja. Lakini la pili ni kwamba wale watumiaji sasa wapate mafunzo. Wale walimu kwa mfano kama ni walimu wapate mafunzo ya namna ya kutumia teknolojia hiyo iwasaidie kutawanya kusambaza maarifa yale. Lakini pia hata wanafunzi nao wapitishwe kuelewa ile namna ya kutumia sasa resources zile katika kujifunza kwao. Tunaita digital literacy. Iwasaidie waweze kuelewa uhalisia, lakini na kuona namna ambavyo inaweza ikawasaidia wao katika kuongeza ufaulu wao. Ili mwishoni kabisa uweze kuona tofauti ya miaka 3-4 iliyopita na leo hii, na uone intervention ya teknolojia iliyoingia kusaidia kunyoosha ile ufundishaji na ujifunzaji. Ndio picha hiyo. Kwa hiyo kwa ujumla wake teknolojia ni kwamba zipo, lakini zinahitaji watu wapate maarifa wazifahamu, lakini pia wapate ujuzi wa namna kuzitumia, lakini pia kuwe na miundombinu uwezeshi ya kuweza kufanya zile teknolojia ziweze kuendesha na kufanya kazi vizuri katika mtiririko huu. Kama ningekuwa ni mimi kwa mfano, katika hatua ya kwanza kabisa ni kuhakikisha shule zote za Tanzania zinafikiwa na umeme, kwa sababu umeme ndio uwezeshi wa kwanza. Kwa hiyo kama na kompyuta yako kwa mfano haitawaka kama hamna umeme. Kwa hiyo umeme uwe uwezeshi, na usiwe uwezeshi tu kwenye chumba cha kwa shule wala cha ofisi ya walimu, ingie mpaka madarasani kuwe na socket za umeme. Ili hata miaka 5 ijayo unakuja unabonyeza tu na plug vitu vinawaka. Kwa sababu miundombinu iliyopo mingi sasa hivi mashuleni kwetu ni kwamba umeme umekuja lakini umeishia kwenye ofisi za mkuu wa shule na mkuu wa walimu. Haijasambaa kuingia kule. Kwa hiyo hatujapiga picha pana ya kuona kwamba miaka 5-10 ijayo hivi vitu vinakuwa ni vitu vya kawaida kutawanywa. Kwa hiyo tutaanza kubomoa ukuta kule. Kwa zile shule ambazo kwa zinajengwa sasa hivi, majengo yanayojengwa sasa hivi, vichwani mwao wao na picha hii ya kuona kwamba miaka 5-10 hivi vitu vikawa vya kawaida kila kusambazwa. Kwa hiyo wakute miundombinu imeshaandaliwa, wanakuja na bonyeza tu, wanachomeka na plug na kucheza na kubonyeza. Sawa, sasa tuangazie suluhisho. Suluhisho liwe vipi kutokana na hizo changamoto ambazo umeweza kuziorodhesha hapo? Kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike? Bali na umeelezea baadhi ya suluhisho hapo kwamba wasaidie umeme wezeshi, kwamba usio tu umeme ambao utaweza kufika labda kwa mkutu wa shule, lakini pia usambae katika madarasa ili mradi iwe rahisi kwa wanafunzi kuweza kujifunza na teknolojia iweze kusambaa. Tuangazie sasa suluhisho la moja kwa moja. Kitu gani ambacho hasa kifanyike ili mradi sasa tuweze kuhakikisha kwamba sekta ya elimu katika uwanda mzima wa teknolojia kuna uhafadhali na uhawieni, kwamba tukisimama miaka 5 ijayo tunasema hii sekta nyuma haikuwa hivi ilivyo sasa hivi. Kuna nguvu kubwa imefanyika mpaka hapa jinsi ilivyo. Baada cha kwanza kama nilivyosema, cha kwanza ni kwamba kuwe na miundombinu wezeshi. Na miundombinu wa kwanza kabisa ni umeme. Kwa sababu mtu yote muda wote anaweza kuleta teknolojia. Lakini kama hizo miundombinu haipo ya umeme, tutaanza kubomoa ukuta. Huo ni wa kwanza. Lakini upande wa pili, miundombinu mwingine wezeshi ni mtandao. Shule nyingine ili uweze kupata resources na vitu vya kufundishia, teaching materials au teaching aids, ni muhimu kuwa na mtandao. Kwa hiyo mtandao nao usogezwe pembeni. Leo hii tunashukuru wadhamini kama Tigo, Airtel na Voda. Wao wamesaidia kuleta huo miundombinu ya mtandao kwenye baadhi ya mifumo kwa kuweka ile tunaita zero rating. Kwamba ukitumia mfumo wetu kama na line yetu, hautahitaji kutumia gharama, utaingia tu bure bila kulipia. Tunaita zero rating. Sasa na mitandao mingine ingie isaidie kusawazisha maeneo mengine, ili hizo resources na vitu ambao walimu watakao vipate kwa uzuri wake. Lakini cha tatu ni kwamba kuwe na mafunzo, walimu wapate mafunzo ya namna kutumia teknolojia, hata wanafunzi nao wapate mafunzo hayo ili sasa waweze kuendelea. Lakini mwisho wa siku ni kwamba tunaenda kutengeneza vijana ambao wako innovative, wanaanza kufikiria, wanaanza kufikiria changamoto wakitatua kwa sababu wameanza mapema. Wenzetu nchi za pembeni za jirani zetu, wao wako mbele kidogo, na kutoka hata mitaala yao imeingia kwenye mambo kabisa ya msingi ya teknolojia wakiwa wadogo. Tofauti na kwetu, pengine tunaweza kuwa tumechelewa, lakini pengine taratibu as we go ni muhimu kuliona hilo kwamba ni fursa ambayo tunatakiwa tuwe nayo, lakini mitaala yetu inabidi pia isome uhalisia na iendane na mtiririko wa teknolojia, ili pengine baada ya miaka 5-10 wanafunzi wanakuwa wameshaanza kuexit, tayari wanaanza kutatua changamoto kadhaa zinazokutana nazo njiani, na mambo yanakuwa mepesi. Lakini hiyo itategemea kama huku nyuma tumefanya implementation ambayo inaonekana na yenye uhai zaidi.
Ningesema hivyo. Sawa, tuje kuziangazia faida sasa. Kila kitu kinakuwa na faida na kina hasara zake. Kabisa. Kama ulivyozungumza mwanzoni kidogo ukasema inawezekana muda mwingine unaweza kupeleka kompyuta labda au kama hivi chombo kupeleka darasani, unamfundisha mwanafunzi kitu kingine, ameingia sehemu nyingine, kwa hiyo wanajikuta na kosa ile concentration. Tuangazie faida za teknolojia katika uwanda mzima wa elimu, lakini pia tuangazie hasara pia katika sekta ya elimu ya Tanzania. Okay. Hasara nayoiona ambayo pia hata nchi nyingine za kwetu za magharibi zimeona ni zaidi tunaita over reliance, ile matumizi ya kupitiliza ya kile kitu. Tukitumia teknolojia kwa mfano kwa kupitiliza, inaweza kufanya watu wakawa addicted. Addiction kama kulewa hivi, yani wakapitiliza na nini, ambayo ukipelekea katika hatua hiyo watu watasahau lengo kuu, matumizi ya teknolojia ile. Na kimsingi from principles katika taratibu ni kwamba tunatumia teknolojia pale ambapo inatakiwa. Kwa hiyo kabla hujatumia teknolojia lazima umeset lengo lako ni nini, lengo la kipande hiki ni nini, kikusaidia kufanya nini. Kwa hiyo kwa mfano kama mimi naenda kutumia teknolojia darasani kwangu, cha kwanza lazima nitakuwa nasema teknolojia nitatumia kwa dakika 5 au 7 za mwanzoni tu, sio kwa muda wote waogelee wabonyeze wabonyeze. Wanavyokaa nazo vile ndio wanapotea vitu vingine. Yaani wanakuwa creative, wanapikia lakini wanaingia sehemu ambazo pengine sio sahihi kwa wakati huo. Ndio maana ni muhimu kuirestrict katika wakati fulani. Sina maana kwamba zisiende mashuleni teknolojia kwa mfano au simu zisiingie mashuleni, hapana. Na maanisha hata kama zinaingia ziwe kwa muda maalum. Kwa mfano kama na kipindi chako cha masaa 2 au saa 1 pengine, basi utumie kwa dakika 40 au dakika 20 kutegemea na objective yako. Yaani lazima kuwe na lengo. Hatuendi tu kucheza kama ni ulembo darasani, ili mradi tumeweka ni ulembo wanafunzi wote wanatumia teknolojia. Kuwe na ulembo, kuwa na lengo mahususi ambalo linaenda teknolojia itatumika. Unasema nataka nifundishe mfumo wa mmeng'enyo kwa mfano. Hii ni dakika 5 tu pengine zinatosha. Afu baadaye tutakuwa na maswali ya kutafakari. Kwa hiyo zile simu na tablets na nini tunaweka pembeni, tunarudi kutafakari kikawaida. Hiyo ndio matumizi sahihi ya teknolojia. Sio muda wote masaa 2 matatu mnaogelea mna, itakuwa sio lengo kuu la teknolojia. Tukikazia hapo tunaweza tukasema sasa kama ulivyozungumza watu wanakuwa so addicted, sio? Sasa hivi watu wamekuwa addicted sana na ChatGPT. Yaani hakuna kitu ambacho wao wanaweza wakafanya kwa kuishughulisha akili yao binafsi. Lazima wachukue mawazo kutokea kwenye AI. Hiyo yote pia ni teknolojia ambayo imeletwa. Before hivyo mtu alikuwa anaichakata kitu kupitia akili yake mwenyewe na anapata kitu chenye uhalisia zaidi. Lakini sasa hivi mambo kidogo yamekuwa na urahisi, imeleta urahisi lakini inamfanya mtu akose kujua thamani ya ubongo wake mwenyewe. Hili nalo pia linazungumzwa vipi katika sana? Ni swali la msingi kabisa kwa wakati huu ambapo akili unde imekuja katika maisha yetu ya kawaida. Lakini matumizi sahihi ya akili unde ni kwamba unatakiwa wewe uwe na draft. Yaani usianze kitu cha kwanza kubonyeza unaanza kufungua bila kuwa na draft kichwani mwako. So ni muhimu kama unaweka document kwa mfano, uwe una draft yako chafu umeiandaa. Halafu baadaye ukiingiza na kusaidia kunyoosha. Lakini usiwipe kila kitu afu wewe huna hata kitu mkononi na kutengenezea. Ina maana akili yako itabaki dormant, haitafanya kazi. Yaani kila kitu tutumie kule mashine ikuletee. Matumizi sahihi ni kwamba ni lazima uwe na draft ya kuanzia ili ubongo wako ufanye kazi kwanza pembeni, halafu baadaye ukiipa mashine na kuletea inakunyoshia na kulifine kazi yako uweze kuwa na sura nzuri. Ndio maana hasa matumizi ya akili unde. Lakini vinginevyo ukitumia hivyo tu bila kutumia mbinu techniques hizi na utaratibu huu, automatically utakuwa addicted na itakuwa akili yako haina maana. Na mwisho wa siku utakuwa ni mtu wa copy na paste. Unaipa ina copy na paste unahamia huko. Na hiyo inakuwa madhara makubwa pia. Na kwa mfano kwa upande wetu wanafunzi wanaosoma vyuo kwa mfano tukutana nao sana, wanaita assignment zao. Ukiangalia tukisipitia macho sharp. Unajua hii akili yake. Hamna kitu. Kwa hiyo sasa unaangalia hapo ni zero tu automatically. Ndio maana hata leo hii ile tathmini tunaifanya kwenye ufundishaji sehemu kubwa unajitahidi iwe ni ile ya kuongea. Yaani waje wa present kazi zao wasikilize midomo yao iongee kuliko vile ambao wana submit kimya bila kuona. Sababu ile inaua ile kuona uhalisia. Ukiangalia sasa hivi kazi inaweza kuwa submitted. Ukiangalia Kiingereza kimenyoka kabisa. Unasema huyu mwanafunzi wewe sina kufahamu nimekaa wote semester nzima sina kujua wewe. Hii ndio kimenyoka hii. Unajua sasa hii? Lakini pia tunajua kuchambua lugha ya ChatGPT. Najua tu sehemu fulani ataweka moreover, therefore, absolutely, this is absolutely, by considering this, by putting all this together, we can, unajua kabisa hii sio shule tena. Ni ChatGPT. Kwa hiyo mimi nikishaona tu maana obviously namwekea 0 kwanza,
Afu na mwisho unakuja maelezo baadaye. Ruja tujadili baadaye pembeni. Lakini basically ndio matumizi haya yanatakiwa kuwa. Tuendelee kuselelea hapo. Tuangazie changamoto ambazo watu wengi walizipitia. Hebu turudi nyuma kidogo kwa miezi. Tuirudie tarehe 29 Oktoba. Nadhani hii inaweza ikawa ni siku ambayo watu wengi sana wanaikumbuka kwa vitu vingi. Lakini sisi tuizungumzie katika uwanda wa teknolojia, sio kwa vitu vingine. Tuangazie siku 3 ama 4 ambazo watu wengi sana waliamini kwamba vitu vyao vingi sana vimerostishwa kutokana na kuzimwa kwa mitandao. Kabisa. Hebu tuiangazie hii. Tuangazie utegemezi ambao tumeweka ambao zamani haukuwepo. Vitu ambavyo vimetufanya akili zetu zilimae, ambavyo zamani vitu vyetu vingine vilikuwa vinaendelea bila ya mitandao. Lakini kufungwa au kuzimwa kwa mtandao kwa siku 2-3, mtu aliamini kwamba mimi hapa siwezi tena nikaingiza pesa, mimi hapa siwezi tena nikatangaza biashara yangu, mimi hapa siwezi tena nikasoma, mimi siwezi tena nikafanya hivi. Si unaelewa? Hebu tuangazie hiki ambacho kiliweza kutokea. Ni hasara ya teknolojia ama ni ukombozi ambao teknolojia umekuja nao tuhesabie katika upande mzima wa faida? Utakumbuka katika shuleni tulifundishwa kwamba mahitaji ya binadamu ya kawaida ni 3. Food, shelter na clothing. Yes. Sasa leo hii limeongezeka la 4 ambao ni communication, mawasiliano. Kwa hiyo sasa kinachofanyika kwamba watu wengi leo hii ukihesabu miaka 15-20 iliyopita na leo hii ni tofauti kabisa. Kumetokea mabadiliko mengi na teknolojia nyingi zimetokea katikati ambazo zimekuja kurahisisha baadhi ya vitu vinavyofanyika katika maisha ya kawaida. Zamani ulikuwa ukitumia teknolojia, kwa mfano miaka 15 hata 10 iliyopita, hapakuwa na teknolojia za mitandao, kwa mfano ya kutumia simu, kutumia fedha simu. Biashara nyingi zilikuwa haziko mtandaoni. Lakini leo hii biashara kila kitu ni mtandaoni. Unauza nguo zako, unafanya biashara zako za kawaida, utakuwa na watu wako kwenye social media, unapost, ukinunua mitumba yako na unaweka picha kule unakuona na nini. Kwa unategemea uingiza kipato chako kupitia kwenye mitandao. Lakini unapokuja ukiangalia mfano biashara ya fedha leo, vibanda vya fedha, M-Pesa, Tigo Pesa, utaviona kila mahali. Ukienda kwenye manunuzi ya kawaida tu inahitaji fedha, inahitaji simu na mtandao. Sasa unapokuja kuizima ghafla moja kwa moja inaweza ni changamoto kidogo, kwa sababu unazima fursa, mnyororo unakatika. Kuna watu wanategemea hiyo kama ndo mishahara yao, hiyo kama ofisi zao, hiyo kama shughuli zao za kila siku. Kwa hiyo maana yake kunakuwa na tayari unakuwa umeshaleta changamoto kidogo kwa wao kupata ile matumizi ya kila siku na gharama zao za kila siku. Lakini ni muhimu kuangalia kama tunaweza kuwa na mbadala. Kama pengine kunaweza kuwa na mbadala wa kufanya namna ambayo ile teknolojia ingeweza kutusaidia wakati wa majanga katika njia ambayo ni positive zaidi, ingeweza kutusaidia pia ili wale wote ambao walikuwa na rai kwenye teknolojia wakati huo ambao mitandao imezima kuweza kuwa na mbadala au kuweza kuendelea na shughuli nyingine. Dr. Ngezi, tumeizungumzia teknolojia kwa upana sana. Tumeangazia kwa upana wake mkubwa sana. Hebu turudi sasa tuangazie utofauti wa elimu ya teknolojia ambayo inatolewa hasa katika pande mbili. Tunajua Tanzania inaweza ikawa ni nchi ambayo sekta ya elimu inapambana sana kutoa kile ambacho kinaamini kwamba kinatoa kwa pande zote mbili, lakini kuna utofauti mkubwa sana wa uwasilishwaji mijini pamoja na vijijini. Elimu ya mjini na elimu ya vijijini ni vitu viwili tofauti, tukiwa tuna ukweli kwamba mtu anaweza katoka kijijini akaja mjini akasema anakuja kutafuta elimu bora na akaipata, kwa sababu ni eneo ambalo teknolojia imekuwa na vitu vingine, vitu viko vingi vya utofauti. Lakini uwezo ukasikia mtu anasema anatoka mjini naenda kijijini kwenda kutafuta elimu bora. Hakuna hivyo, kwa sababu wanaamini kule hakuna miundombinu mizuri, hakuna nini hivyo. Hebu tuangalie utofauti huu ambao upo katika upande mzima wa teknolojia juu ya utoaji wa elimu na utofauti wake vijijini pamoja na mjini. Kiuhalisia teknolojia iliyoko mjini ni kubwa. Upatikanaji wake ni mwepesi, lakini pia walimu wake, kwa mfano ukiongelea mashule kwa mfano, walimu waliko mjini wengi wana namna ya kujifunza kupata mafunzo zaidi. Lakini tukienda upande wa pili kijijini, kwanza kuna changamoto ya mawasiliano, mtandao haupo wa kutosha. Lakini pia pengine hata mnara haupo wa kuleta mawasiliano, hata ya simu yake tu yenyewe inabidi apande sehemu moja mbili. Lakini kingine ni kwamba walimu waliko kule wengi hawapati mafunzo. Unakuta mafunzo wanapata, lakini kwa kutumia njia tofauti ambazo inaweza formal kama zile ambazo ni watu wa mjini. Kwa hiyo kwa staili hiyo unakuta ni kwamba tofauti ipo kubwa ya namna kule inavyotumika na huku. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba baadhi ya teknolojia hazifiki sana kule pembezoni sana. Kwa hiyo wale walimu hata hawapati kujua nini kinaendelea upande wa pili kule. Kwa hiyo tofauti inaleta mkinzano kati ya mjini na watu wa vijijini, na hivyo inaleta tofauti ya matokeo pia kati ya mjini na vijijini pia. Kwa hiyo pengine kama tunaweza kubalance, tunaita hiyo kupunguza hiyo digital divide ya mjini na vijijini kwa kupeleka miundombinu uwezeshi kule ikawepo,
lakini kwa miundombinu wezeshi inamaanisha mtandao uwepo, umeme uwepo, pamoja na kwamba umeme upo, majengo yawe na socket ili umeme utawanyike usambae katika vyumba vyote vya shule, ili sasa kujiandaa kwa baadaye, lakini pia kupata mafunzo kwa wakati. Wale walimu unakuta inawezekana kuna walimu mmoja wawili wana miaka 5 6 hawajawahi kujua nini kinaendelea, hawajapata mafunzo pengine. Kwa hiyo tuwavute nao wapate mafunzo. Na leo hii kuna njia nyingi za kufanya mafunzo. Si lazima tuwaite walimu wetu kwenye kituo kimoja. Tunaweza tukaamua tukatumia hata mitandao pengine. Ili mitandao ikafanya kazi ya kufanya mafunzo. Kwa hiyo inaweza kutengeneza online course, kwa mfano nikaweka online. Na wale walimu wetu waliko kijijini pembezoni kule Tanga, wapi, Kagera, Msoma, na wakaweza kuingia mtandao. Si lazima wajivute waje Dodoma au wasubiri kwenye kituo cha mafunzo. Popote walipo wanasoma. Na tuna uzoefu wa kufanya hizo online courses, na tunajua walimu wengi wamenufaika pia katika mnyororo huo wa teknolojia. Dr. Ngezi, tumezungumza mambo mengi sana kuhusiana na teknolojia, na kiufupi ni kwamba swali ambalo nimekuuliza lilikuwa ni swali lenye categories 3, lakini umezijibu zote kwa pamoja, kwa sababu pia umeunganisha na nini au kitu gani kiweze kufanyika ili mradi vijijini na pia waweze kunufaika na elimu ya teknolojia. Bwana, nilikuwa naye hapa Dr. Ngezi, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, tukiwa tunazungumza mambo mengi sana yanayohusiana na masuala mazima ya teknolojia. Ameyachakata, ameyazungumza, na na imani wewe ambaye upo hapo unaniangalia sasa hivi umeweza kupata mengi kweli kweli ambayo yameweza kuichangamsha akili yako. Bali na kwamba umeelewa, umeelimika, lakini na imani pia umeburudika kwa kile ambacho kimeweza kuongelewa. Hii haichagui mtu, ni mimi, wewe pamoja na yule. Hii ni ET, yani elimu pamoja na teknolojia. Tulikuwa hapa live na wewe tukiwa tunazungumza na kuweza kuyachakata mengi na uhusiana na teknolojia. Mpaka wakati mwingine, bye bye.